piga shetani ponda ponda, gauni limejikunja kunja hivi. Nyosha vizuri. Bwana asifiwe sana. Moja ya sifa ya Roho Mtakatifu ni usafi. Tunaposema Roho Mtakatifu ni kitu kisafi, smart. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hivyo na wewe mwenyewe jiweke vizuri. Mpambe sio kwa kusuka nywele au kwa kujipodoa marangi manene. Kaa vizuri, uwe safi. Kuna mwingine anafikiri akisuka ndo anapendeza. Kuna wengine akisuka nywele zinatoa harufu. Hasa kama amekutana na manyunyu, tafikiri paka kafia hapo. Kumbe nywele zile rasta zile. Kwa hiyo kama una nywele unaona zina harufu, fumua zifue vizuri, sijui kuzifua kufanyaje. Fue vizuri, chana vizuri. Kama unasuka basi vizuri. Usafi huo ni wa mwili. Tunasema wa ndani mpaka wa mwili. Na mtaanza Mungu anaangalia ndani. Ni kweli kabisa anaangalia ndani. Lakini kilicho ndani ndio kinatoka nje. Ndani ukiwa na mapepo lazima nje utatoka uchafu. Ndani tukakiwa na Roho Mtakatifu, hata nje muonekano wako utakuwa msafi. Tunamshukuru Mungu, leo ni siku ya pili tunaendelea kumfahamu Roho Mtakatifu ni nani na kazi yake. Jana tuliangalia kwamba yeye ni Mungu. Kwa maandiko mengi tuliyoyaona, tuliona Mwanzo 1 mpaka 7 pale. Mwanzo 1 anzia mstari wa kwanza mpaka wa pili unadhihirisha yeye ni Mungu. Lakini tuliangalia Isaya 61 mstari wa kwanza mpaka wa 3, anasema Roho wa Bwana Mungu. Lakini tuliangalia Isaya 11:1 mpaka 9. Tuliangalia kitabu cha Zaburi 34:18 mpaka 20. Maandiko yote hayo yalikuwa yanamtambulisha Roho Mtakatifu kwamba ni Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unaposikia Roho Mtakatifu, maana yake tunamwongelea Mungu mwenyewe. Mungu ni Roho na Roho Mtakatifu ndio Mungu mwenyewe. Kwa hiyo mtu anaweza kufikiri kwa sababu anatajwa Roho Mtakatifu anafikiri ni kitu kingine. Tunaongea habari za Mungu. Mungu ni roho, kama vile wewe mwanadamu halisi ni roho, sio mwili, ila anakaa kwenye mwili. Bwana asifiwe sana. Ndio maana akifa tunasema huu ni mwili wa marehemu fulani. Yeye mwenyewe hayuko pale, ameshaondoka. Roho ile ilishaondoka, yaani yule mwanadamu mwenyewe ameshaondoka. Kwa hiyo Mungu ni roho, yeye hakai kwenye mwili, yaani hana umbo la mwili wa nje wa kusema utamwona yule pale, ila ana uwezo wa kukaa ndani yako, ana uwezo wa kuingia ndani yako akafanya makao. Kwa hiyo Mwanzo alikuwa anatudhihirishia hilo kwamba Mungu ni roho na Roho Mtakatifu ni Mungu. Lakini Isaya 61:1 mpaka 3 alidhihirisha hilo kwamba Mungu ni roho. Anasema Roho wa Bwana Mungu, Roho wa Bwana Mungu yuko juu yangu. Lakini tukaona kitabu cha Isaya 11:1 mpaka 9, tukaona kitabu cha Mathayo. Je, tuliona Mathayo 11 tuliangalia? Mathayo 11 mstari wa 2 mpaka wa 6. Tuliangalia Yohana 1:32 tuliangalia hiyo? Tukuangalia basi tutaanzia hapo, tutasonga mbele. Funika macho yako tuombe. Kwa kuwa ni juma la Roho Mtakatifu, naomba uombe kwa kunena kwa lugha. Nena kwa lugha. Kama hujui kunena, anza tu kwa kusema asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Roho mwenyewe atakupa lugha. Au haleluya, 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 haleluya. Tuombe. Riama shanda rabo sikirimo shinda rabo sai. Haleluya. Mwokozi Mungu mtakatifu, mtakatifu wa Israeli, tunakualika tena mahali hapa jioni ya leo. Uweza wako, ukuu wako, nguvu zako, mamlaka yako, useme na kanisa lako, useme na watumishi wako, useme na watoto wako.
Tunakataa ushirika na roho zingine, roho za uganga, roho za uchawi, roho za ushirikina, roho za mpinga Kristo, roho za unajimu, roho za uchawi, kila namna ya maroho machafu tunakataa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunakualika Mungu Roho Mtakatifu, tamalaki mahali hapa, miliki mahali hapa. Sema na kanisa lako, sema na watumishi wako, sema na watoto wako. Nena nami Bwana kwa nguvu yako, kwa uwezo wako. Nena na kila mmoja aliyeingia mahali hapa. Fungua masikio yetu ya ndani na ya nje, tupe kuelewa na maandiko. Horia mashanda rabo sikirimo shinda rabo sai. Rishanda rabo sai namo sikirimo shinda rabo sai. Matendo yako Mungu yakadhihirishwe jioni ya leo. Katika kunena Bwana katufungue na kutuweka huru. Katika kunena Mungu kaliponye kanisa lako. Kaimarishe afya zetu, roho zetu, nafsi zetu. Katutendee makubwa. Uweza wako Bwana uonekane mahali hapa. Uweza wako Bwana ukatende kazi mahali hapa. Uweza wako Mungu mtakatifu ukajidhihirishe tena jioni ya leo. Ni katika jina lako Yesu Mungu aliye hai nimeomba, neema yako na utukufu wako na uaminifu wako uniatamie. Ni katika jina la Yesu nimeomba na kushukuru. Amen. Hebu tunene kwa lugha kwa dakika moja. Nena kwa sauti, nena kwa sauti, nena kwa sauti. Nisikie sauti yako. Manda rabo sikirimo shinda rabo sai. Horia mashanda rabo sikirimo shinda rabo sai. Rishanda rabo sikirimo shinda rabo sai. Hallelujah, 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 hallelujah. Lima sainamo sikirimo sa. Likanda rabo sikirimo shinda rabo sikirimo shinda. Sema na Mungu, zungumza na Mungu. Biblia nasema yeye anenaye kwa lugha hasemi na mtu, bali husema na Mungu kwa mambo ya sirini. Zungumza na Mungu wako kwa habari ya wokovu, kwa habari ya utumishi, kwa habari ya huduma, kwa habari ya ndoa yako, kwa habari ya ujana wako, usichana wako, maisha yako. Riama shanda rabo. Hata kama hujui kunena, shukuru tu, sema asante Yesu, 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 asante Yesu. Hujui kunena kwa lugha, wewe sema tu haleluya, 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 haleluya. Haleluya ni lugha ambayo malaika wanaongea. Haleluya, haleluya ni lugha kuu. Haleluya, haleluya, haleluya. Rima shanda rabo seke liseke lebo shiki limo sika rishanda rabo seke limo shinda rabo sa. Haleluya Mwokozi, haleluya Bwana, haleluya Mesaya, haleluya. Riamo shiki rimo shaka rabo risiki riki siki riki siki rishanda rabo siki rimo shinda rabo sa. Zungumza na Mungu kwa lugha za mbinguni. Zungumza na Mungu kwa lugha za malaika. Lugha hiyo unayoongea hata mapepo hayajui, hata majini hayajui, wachao hawajui, washirikina hawajui, mpinga Kristo hajui. Riama shanda rabo siki rimo shinda rabo sa. Likanda rabo siki rimo shinda rabo sa. Hori siki riki siki riki siki lima shanda rabo siki rimo shinda rabo sa. Katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Haleluya, 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 katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jizoeshe kunena kwa lugha. Amena. Anasema yeye anenaye kwa lugha hasemi na mtu, bali husema na Mungu katika mambo ya siri. Kwa hiyo wakati mwingine jizoeshe kunena kwa lugha. Unatembea njiani, zungumza kwa lugha. Nena kwa lugha. Biblia inasema nijaposema kwa lugha mbalimbali. Manake kumbe tunatakiwa tuseme kwa lugha mbalimbali. Usijizoeshe kusema kwa lugha moja tu ya Kiswahili. Nena na Mungu wako kwa lugha mbalimbali. Sema lugha za malaika, sema lugha za watakatifu, lugha za mbinguni. Nena kwa lugha. Na anasema anenaye kwa lugha husema na Mungu kwa mambo ya sirini. Kwa maana hata mapepo hayajui hiyo lugha. Hayajui unaongea nini, anashangaa tu unaongea nini. Kumbe wewe unaongea na Mungu kwa habari ya ufalme wa mbinguni. Basi tunaendelea mfahamu Roho Mtakatifu. Nilisema siku mbili nitazungumza utambulisho wa kumtambulisha Roho Mtakatifu ni nani. Alafu kesho na kesho kutwa nitanena kazi za Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Utazisikia kazi zake. Nitakuonyesha kazi namba 1 hii hapa, namba 2 hii hapa, namba 3 hii hapa.
kazi anazozifanya Roho Mtakatifu akiwa na wewe, anafanya kazi zipi. Kwa hiyo wewe utaona, alafu utapenda kutumie katika kazi hizo ambazo yeye anazifanya. Kuanzia kesho nitaongea habari za kazi yake. Siku ya jana na leo namtambulisha yeye ni nani. Kwa ushahidi wa maandiko tumepata kujua yeye ni nani. Ni Mungu. Roho Mtakatifu ni nani? Ni Mungu. Mungu ni Roho. Mungu ni Roho. Tuanze na Yohana. Bado Yohana anatutambulishia kwamba Roho Mtakatifu ndiye Mungu. Mungu ni Roho. Tuanze na kitabu cha Yohana sura ile ya kwanza mstari wa 32 ambaye jana tukuangalia. Yohana 1:32 pale. Yohana sura ya kwanza mstari wa 32. Nilitamani sana semina hii tupate mhubiri mgeni. Yaani tutangefanya semina mhubiri mwingine. Pendekeza mchungaji mmoja nitamani aje afanye semina hii. Lakini nyinyi mnajua tunajenga, kumleta mchungaji lazima tumgharimikie nauli za kila siku. Bwana asifiwe sana. Huwezi kumwambia njoo alafu atumie gharama zake. Kwa hiyo ngafanya hesabu niona Mungu kituwezesha tutafanya safari nyingine. Kwa hiyo bili nifanye tu mwenyewe, lakini nilipenda sana tumlete mwalimu geni atufanyie semina hii ya siku hizi 4. Twende kwenye kitabu cha Luka mtakatifu. Yohana sio Luka. Yohana mtakatifu sura ile ya Yohana 1:32. Yohana 1:32. Haina 32. Inayo. Sasa mimi nimefungua kitabu gani? Yohana mtakatifu sura ya kwanza mstari wa 32. Safi sana. Ndio uzuri wa kufuatilia Biblia wote. Kila ingekuwa kama kule kwenye dini anayo yeye tu. Yohana 1:32 anasema tena Yohana akashuhudia akasema, nimemwona Roho akishuka kama hua kutoka mbinguni, naye akakaa juu yake. Roho ameshuka kwa umbo la njiwa toka mbinguni. Mungu ni roho, si roho? Unaona, ameshuka toka mbinguni kwa umbo la njiwa. Manake Mungu alikuwa anashuka kwa umbo la hua kwenda kukaa juu ya Yesu. Ndio maana na Yesu naye akakiri akasema, Roho wa Bwana Mungu yuko juu yangu. Aliwezaje kukiri? Alishuka. Yohana alishuhudia hayo. Unajua jambo lolote ukiwa na mtu aliyeliona mwingine ni rahisi wewe kulisimulia, kwa sababu muulizeni hata fulani alikuwepo. Muulizeni hata mamangu alikuwepo. Muulizeni hata ndugu yangu fulani aliona. Kwa Yohana alishuhudia Roho akishuka toka mbinguni. Wote tunajua mbinguni ndiko Mungu aliko. Bwana Yesu asifiwe sana. Japo yeye yuko kila mahali, lakini anasema mbinguni ni mahali pa kiti changu cha enzi na duniani ni mahali pa kuweka miguu yangu. Mungu yuko mbinguni. Kwa hiyo Mungu alishuka kama hua, kama umbo la njiwa, akitoka mbinguni akaenda akakaa juu ya Yesu. Hapa Yohana alishuhudia, anasema nimemwona Roho akishuka kama hua kutoka mbinguni, naye akakaa juu yake. Yesu mwenyewe naye alishuhudia kwenye Matendo ya Mitume, kwenye Luka 4, sio Matendo ya Mitume, kwenye Luka 4 mstari wa 18 mpaka wa 20, twende pale. Yesu mwenyewe naye alishuhudia. Hapa Yohana ameshuhudia, amemwona ameshuka kama hua, ameenda kukaa juu ya Yesu. Yesu mwenyewe aliyekaliwa na Roho wa Mungu akashuhudiwa, akasema na yeye. Luka 4 mstari wa 18. Luka sura ya 4 mstari wa 18 pale.
Tuone Yesu mwenyewe ambaye Yohana alishuhudia anasemaje. Anasema hivi, Roho wa Bwana yu juu yangu, Roho wa Bwana yu juu yangu. Kule Yohana anasemaje? Nilimwona Roho akishuka na kukaa juu yake. Kutoka wapi? Mbinguni. Mungu ni Roho. Hebu sema Mungu ni Roho. Sema tena Mungu ni Roho. Mungu ni Roho. Yohana alishuhudia, hakukaa juu ya Yohana, aliona akishuka akienda kukaa juu ya Yesu. Hapa Yesu mwenyewe aliyekaliwa na Roho wa Mungu anakiri, anasema Roho wa Bwana Mungu yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiria maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Akakifunga chuo, akamrudishia mtumishi, akaketi, na watu wote waliokuwamo katika sinagogi wakamkazia macho. Akawaambia, leo maandiko haya matakatifu, leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu, kwamba sina haja ya kuhubiri hapa. Nilichokisema ndivyo ilivyo. Roho wa Mungu yuko juu yangu, amenitia mafuta niwahubiri maskini habari njema. Kama mlitabiriwa na Isaya, alitabiri kwa ajili yangu. Mimi leo nimeyatimiza maandiko. Yuko na mimi, yuko hapa nilipo. Nitahubiri, nitawaacha huru wanaonewa, nitawafungua walio kwenye vifungo, vipofu watafunguliwa macho yao. Na ni kweli Yesu akaanza kufanya hayo yote aliyoyasema. Ndio maana hata sasa Roho Mtakatifu yupo ndani ya watumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yuko ndani ya waamini. Kila aliyemwamini Yesu, Roho Mtakatifu anakuja kukaa ndani yako. Anapokaa ndani yako, usimwache akae. Mwambie, nifungue kutoka kwenye kifungo hiki nilicho nacho. Umefungwa na kifungo gani? Cha magonjwa, cha mateso. Mwambie, angalia Yesu anachosema hapa. Anasema Roho wa Bwana yuko juu yangu. Nimemwacha aje akae tu astarehe ndani yangu? Kuna kazi atafanya. Anasema kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Anasema na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akikaa ndani yako, ana kazi na wewe, sio anakuja kukaa tu. Anataka kuweke huru, anataka kutumie kusema habari njema, anataka upate kuona yale ambayo macho ya mwilini yalikuwa hayaoni. Macho haya ya damu na nyama hayaoni. Yeye atakuonyesha kwa mambo ya ndani, mambo ya rohoni. Bwana asifiwe sana. Ndio maana Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, una uwezo wa kuyaona mambo ya rohoni. Una uwezo wa kumwona mtu kwa jicho la ndani ni nani. Haleluya kanisa. Mmoja akaniambia walikuwa kwenye mkutano wa Injili. Wamemaliza ule mkutano, wanazungumza na binti mmoja. Nikaa hivyo wanazungumza. Baadaye akaja kijana, akamsalimia, shikamoo mama mchungaji. Alikuwa ni mama mchungaji. Shikamoo mama mchungaji. Sio mama mchungaji huyo, ni mwingine. Marahaba. Ile kitendo cha kusalimiana, Roho wa Mungu akafungua macho ya mama mchungaji. Akaona huyu kijana anayekusalimia, huyu unayeongea naye ndio mke wake. Lakini hapo hata hujuani, hata hajawahi kusemezana naye. Anafungua kwamba huyu kijana unayeongea naye, unayesalimiana naye, huyu binti unayeongea naye ndio mume wake. Mama hajui, binti mwenyewe hajui, huyu kijana anapita zake tu hajui. Lakini Roho anafungua macho, anamwambia huyu na huyu ni mtu na mume wake, wakati tu baba, lakini huyu mume wake ndio. Kwa hiyo mama yule akasema pale, mbona nashuhudiwa wewe mke wako ni huyu? Palikuwa na mama wa kipepo hapa pembeni, akapinga laka, hamna, haiwezekani. Pinga yale maombi. Haraka kabisa
kanisa kawaida. Hamna, haiwezekani hiyo. Sio hata mapepo tukikemea, tukisema wewe atakuwa ile, hakuna. Yani anapinga haraka. Kwa hiyo akapinga lile neno kwa kinywa cha mama mwingine alikuwa hapo karibu. Lakini mama yule mchungaji alipataje kujua? Roho alifumbua macho yake ya roho. Hapa anasema kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona tena. Wewe unaweza kujiona unaona sawa, macho ya nje yanaona, ya ndani ni kipofu. Bwana asifiwe sana. Nje unaona sawa, kila mtu anakuona unaona, lakini ya ndani pasipo Roho Mtakatifu huwezi kuona kitu. Ndio maana mmepishana na miujiza yenu, mmepishana na baraka zenu, unapishana na. Unaona huyu angekuwa macho ya ndani anaona, pale angesema wewe ni mume wangu, na yeye mwanamume angesema wewe ndio mke wangu. Kwa nini? Kwa sababu macho ya ndani anaona. Haleluya kanisa. Roho Mtakatifu anafungua, anasema vipofu kupata kuona tena. Mbali kweli Yesu alifungua vipofu kabisa, wale vipofu kabisa, lakini ukipofu mwingine wa rohoni, kuto kuona mambo ya ndani, kuto kuona kesho, kuto kuona baadaye, ni ukipofu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapokuja ndani yako, ana uwezo wa kufungua macho yako ya rohoni, ana uwezo kukuponya magonjwa. Anasema na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Mwaka wa Bwana uliokubalika. Kuna mwaka wa kibali. Unaona kama Shilo, huu ni mwaka wetu wa kufanya nini? Wa kutoka. Mwaka wa Bwana uliokubalika. Ni kwetu ni mwaka wa kutoka. Huu ni mwaka uliokubalika, mwaka wa Bwana. Sasa kama wote tungekuwa vipofu, nisingepata kujua kama huu ni mwaka wa kutoka. Lakini Mungu ndo anakuambia huu ni mwaka wa kutoka. Kumbuka mwaka jana, kitu kama mwaka juzi, mwezi wa 6, Mungu akanipa neema kwamba huu mwezi wa 6 hubiri, huu ni wakati, haya ni majira ya kukumbukwa na nani? Na Bwana. Watu wengi waliokuwa wana shida mbalimbali walikumbuka wakati ule. Bwana asifiwe sana. Na wengine wakaona rohoni na hubiri kwa habari ya kukumbukwa na Bwana. Akasema ninaenda, kama nikikuta hilo somo basi nitajua kweli ni Mungu umetaka niende. Walipokuja wakakuta tunaanza na usemi huo kwamba haya ni majira ya kukumbukwa na Bwana. Akasema mbona mimi niliona rohoni, niliona ndotoni. Kumbe kweli mbingu ndio zinazoamua mambo. Bwana asifiwe sana. Mambo yote yanaanzia mbinguni. Na Roho Mtakatifu ndo anayehubiri kwanza kabla ya sisi wahubiri wa nje. Ukianza kuhubiri wewe wa nje umepigwa chenga. Utahubiri ya kwako. Anaanza kwanza kuyahubiri Roho Mtakatifu. Alafu anawagawia watu wake, hubiri hiki. Hubiri hiki kwa majira haya, hubiri hiki kwa majira haya, hubiri. Sisi tumepewa ni majira ya kutoka. Mwaka jana majira kama haya mwezi wa 6 tukapewa ni majira ya kukumbukwa na Bwana. Wengine wakakumbukwa kwa uzao mpaka leo wananyonyesha. Haleluya kanisa. Toka mwaka jana mwezi wa 6 kufika mwaka huu mwezi huu mwezi wa ngapi wananyonyesha. Lakini alipata kipindi gani cha mwezi wa 6 mwaka jana? Kwenye majira, anasema kwenye lile somo la majira ya kukumbukwa na Bwana. Alikumbukwa. Nani alitaka tuhubiri haya? Roho Mtakatifu. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yohana alishuhudia Roho akishuka kama njiwa akikaa juu ya Yesu. Yesu mwenyewe yeye akasema Roho wa Bwana yuko juu yangu. Yaani sawa na wewe uone mimi kichwani labda nimenyewa na kunguru. Kunguru kaninyea. Wewe unaona mavi yale kichwani kwa mchungaji amenyewa na kunguru. Mimi nasimama nasema kunguru kaninyea. Kwa nini? Nimehisi kitu kimenidia. Nenda labda kwenye kunguru. Kwa hiyo jamani, mtanisamee bure. Uwe upe hapa juu kunguru kaninyea. Mwili wangu unahisi nimenyewa. Bwana asifiwe sana. Lakini nyinyi mnashuhudia, tunaona kinyesi cha kunguru. Japo nimetoa mfano wa ufai. Sasa Yohana aliona Roho wa Bwana Mungu akishuka toka mbinguni kwa umbo la njiwa akienda akikaa juu ya Yesu.
Yesu akasema, Roho wa Bwana yuko juu yangu, amenitia mafuta. Nifanyeje? Niwahubiri maskini habari njema, nitangaze mwaka wa Bwana wa kibali kwa watu wake. Hebu sema, Bwana Yesu, Roho wako aje ndani yangu, aponye magonjwa, aponye shida yangu, aponye teso langu. Roho wa Bwana Mungu aje ndani yangu, aje ndani yangu, aharibu kazi ya shetani, aharibu kazi ya shetani, aharibu kazi ya shetani. Sema kwa kumaanisha, niko rohoni, sina sema tu. Sema kama utani, utabaki na magonjwa yako, ubaki na mashida yako. Maanisha kwamba hadi hiki, sema ukiwa serious, mbingu zitaharibu. Kisema kama kuigiza, hawafanyi kazi na yeye. Bwana asifiwe sana. Aje ndani yako. Agano la Kale alikuwa anakaa juu yao, kwa sababu Yesu alikuwa bado hajatukuzwa. Saizi Bwana ametukuzwa, hakai tena juu yetu, anakaa ndani yetu. Bwana asifiwe sana. Anasema nitakaa ndani yao na katikati yao nitatembea, nitakula pamoja nao. Kwa hiyo anakaa ndani yetu. Nikinywa maji mimi nimekunywa na Mungu wangu. Nikinywa maziwa nimekunywa na Mungu wangu. Nikila chochote nimekula na Mungu wangu. Na maana sema mtakula vya kufisha vitawazuru. Kwa nini? Roho wa uzima yuko ndani yangu. Hata nikila sumu inaharibiwa juu kwa juu, haitaruhusiwa ifanye kazi ndani yangu. Kwa nini? Aliye ndani yangu ni Bwana wa uzima. Sema, aliye ndani yangu ni Bwana wa uzima. Magonjwa hayataniharibu, mashetani hayataniua, uchawi hautaniua, katika jina la Yesu. Leo ni Roho wa Bwana Mungu, Mungu akiwa upande wetu, nani aliye juu yetu? Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapokaa ndani ya muamini, ni Mungu anakaa ndani ya huyo mtu. Sasa Mungu akiwa ndani yako, nani aliye juu yako? Ni nani wa kukunyanyasa wewe? Wakati mwingine tumeonewa na nguvu za giza kwa kutokujua aliye ndani yetu. Bwana asifiwe sana. Like tungejua Roho wa Mungu anayekaa ndani yetu, uweza alio nao. Ona Yesu anachokiri hapa, wote ni uwezo wake. Anasema Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini, uwezo wa kuhubiri habari njema. Amenituma kutangaza, kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Umefungwa na mahali gani? Nini kifungo kinachokutesa? Una uwezo wa kumwambia Roho Mtakatifu, nifungue na kifungo hiki cha utasa, nifungue na kifungo hiki cha umaskini, cha madeni, nifungue. Yeye anakufungua. Haleluya kanisa. Bila kusubiri mpaka uombewe. Una uwezo wa kujiombea wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe. Nifungue kwa sababu upo ndani yangu. Fungua kifungo hiki. Nitoe kwenye jela hii, kwenye teso hili la namna hii. Nitoe Roho Bwana Mungu. Yeye atakutoa. Kwa sababu anakaa ndani yako na anataka huo mwili wako autumie. Lakini ukimwacha kae, utakaa na magonjwa, utakaa na shida, utakaa na vitu mbalimbali. Utaona kawaida, Mungu asikii, Mungu haoni, wakati anasubiri mamlaka. Uitumie mamlaka aliyokupa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa. Siku nyingine unaamka, unaomba, unakataa umaskini, nakataa deni, nakataa ufukara, nakataa kuishiwa, nakataa kuwa bila hela, nakataa kupungukiwa, nakataa. Ndio anaweza kaona kama wewe umechizika, lakini nakwambia anasemaje kwenye Biblia? Anasema Mungu anaangalia neno lake apate kulitimiza. Lakini anasema uzima na mauti viko katika uwezo wa kinywa chako, wale waupendao watakula. Unakiri nini kwenye kinywa chako? Kupe siri hii. Wakati fulani nyuma niliwahi kuishiwa kabisa, na ni mtoto wa Mungu kabisa hivi. Namwamini Mungu, nampenda Mungu, nafanya biashara zangu. Yaani nimepungukiwa kabisa. Hakuna chochote.
na natakiwa niende mikesha ya mbali, na natakiwa niende wapi mbalimbali. Nikawa nasema kwa imani naenda kwenye huo mkesha. Wewe Mungu utajua nitaendaje. Naanza safari, njiani gari zinapaki twende mtumishi. Ukurudi usiku, anamaliza mkesha usiku hivyo, unamwambia Mungu nitarudi nyumbani kwa imani. Naondoka tu hapo nje, twende wanaoenda njia hii, twende. Panda kwenye kuruza huu. Nashuka, nataka nifike nyumbani, nina Biblia yangu. Na top bodaboda anakataa hela, yani sehemu ya kwenda kwa 2000 ana mteja anambeba mimi na 1000, toka tutaki. Anamwacha mwenye 1000 anataka kuja kunibeba mimi bure. Na mimi sina hela. Nyinyi ndio mnaotuombea, twende bwana. Unatembea kwa imani. Amen. Roho wa Mungu anakuongoza. Lakini haikuishia hivi, kuna ng'ang'ana hivi. Nimelala naonyesha kwamba kuanzia kesho utakuwa kila kitu unalipia kesho, unalipia kesho. Kweli kesho nafika, njia za Bwana zichunguziki, unajaziwa kwenye akaunti yako naanza kununua kesho, kulipia kesho, kama nauli kesho, kama hiki kesho, kama hiki kesho. Hiyo ndio kazi ya Roho wa Bwana. Haji kukaa tu, anataka afanye kazi. Wewe unaona Yesu anawaambia wale wanafunzi, wakati wote mmekuwa na mimi, mmewahi kupungukia chochote? Si aliwauliza hilo swali? Mwambia acha hata kidogo. Haya, alikuwa anafanya kazi wapi? Yesu alikuwa analipwa na nani? Mbingu zilikuwa zinamlipa. Bwana asifiwe sana. Yeye alikuwa anafanya ya Mungu. Mungu alikuwa anahakisha wapungukie. Ndio maana anawaambia saa hizi mimi nakamata, naenda kwenye mateso. Mwenye panga kauze panga, mwenye koti auze koti lake. Ile bonus mliokuwa mnaipata kwangu ndio imeisha hapo, sababu imani yenu bado changa. Kauzeni vitu vyenu mjitegemee. Lakini swali, mlipokuwa na mimi, mlipungukiwa chochote? Wakasema hata kidogo. Hiyo ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Yesu aliyafanya yale yote kwa nguvu gani? Ya Roho Mtakatifu. Na alianza kufanya tu baada ya kukiri mwenyewe, Roho wa Bwana Mungu yuko juu yangu, amenitia mafuta. Hawezi Roho Mtakatifu akakupaka mafuta alafu akakuacha upauke. Akikupaka mafuta ya ndani yanakuja mpaka nje, hayo ya ndani yanatoka nje. Manake unatembea kwenye neema. Amen. Kwa nini hatuzioni neema za Mungu? Ni sisi wenyewe hatujataka kumtumia Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Haleluya kanisa. Yohana 4 bado anashuhudia hilo kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu. Yohana 4 mstari wa 24. Yohana Mtakatifu sura ya 4 mstari wa 24. Anasema hivi, Yohana 4:24. Anasema Mungu ni roho. Ukitokea kwenda hivi anasema roho ni Mungu. Mungu ni roho. Mungu ni nani? Wale ambao wanakuwa na mashaka, Roho Mtakatifu tena kwaje Mungu? Wakati ni utatu mtakatifu, Baba, Mwana, alafu yeye wa mwisho kule. Yohana anaandika hapa. Anasema Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Mungu ni roho. Roho Mtakatifu ni nani? Ni Mungu. Shahidi mwingine huo. Nilisema siku mbili hizo tunajiuliza, tunajibu lile swali la Roho Mtakatifu ni nani? Nikasema namba 1, Roho Mtakatifu ni Mungu. Alafu kesho nitafundisha kazi za huyo Roho Mtakatifu. Kwa hiyo maandiko yote ninayokupa yanajibu kile nilichokiandika kwamba Roho Mtakatifu ni nani? Roho Mtakatifu ni Mungu. Mwanzo imetueleza hivyo. Luka Yesu amekiri hicho, Isaya amekiri hicho, Mathayo amekiri hicho, Isaya tena amekiri hicho, Yohana 1:32 amekiri hicho, Yohana 4:24 anasema Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa wamwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni Mungu. Mungu ni roho. Hana mwili. Anataka akae ndani yako. Anapokaa ndani yako, anataka
macho yako yapate kuona ya kupasayo kuona, akuonyesha hata fursa za kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja niwaambie, Shetani anachokifanya, anafumbaza macho ya watoto wa Mungu yasione fursa, alafu yale ambayo wewe mtoto wa Mungu ulitakiwa uone, anachukua yale macho yako anaweka kwa watu wake, wale washirikina, wachawi, waganga, watu wale wa giza wale anawapa. Kwa hiyo wao unakuta anaona kabisa, nikifanya biashara fulani ina wateja lukuki, itanitoa mara moja. Wewe unaweza kaona mtaji wako ukaingia kwenye biashara mbaya ambayo itakuchosha, yani itakuchosha, alafu haina matokeo mazuri. Sasa Roho wa Mungu anapokuwa ndani yako, anafungua macho yako, anakuonyesha fursa ya fanya hiki kwa wakati huu, kitakuingizia mapato. Kinaweza kawa dhaifu kabisa, lakini anakuambia fanya, kifanye hicho kinakutoa. Kwa nini? Kwa sababu kwa wakati huo ndo kinatakiwa katika jamii, ndo adimu kwenye jamii. Anakuonyesha kwa macho ya ndani. Shetani anatumia hiyo. Bwana asifiwe sana. Ndio maana wakati mwingine unakuta ukapata kufanya biashara fulani, hizo biashara zinalipa hivi, alafu hela mtaji mdogo zina faida hivi, lakini unakuta unafika kule mipagani ndio kama imezamia kule, yani inafanya hiyo biashara kweli kweli, yani wanahondomola ile faida, wanaihondomola kweli kweli. Wewe kumbe kuna faida biashara hivi. Ulikuwa wapi? Walifunga macho, walipofusha macho. Haleluya kanisa. Mimi nakumbuka niliwahi kufanya biashara moja, kwanza kutumia nguvu, alafu ni simu tu, lakini na faida lukuki. Lakini niliowakuta wanafanya hilo biashara, yani ni wazinifu kweli kweli, yani wazinzi, yani faida ina faida lukuki, lakini walioshikilia ni mazinifu. Kila faida anayopata yani haitoshi. Bwana asifiwe sana. Nilipofanya nikasema, jamani, hii sikula kwa ulaini, si kwa ulaini, yani ni simu tu. Umepakia gari gani? Gari fulani, itaingia huko Dar es Salaam saa ngapi? Saa fulani. Basi unatulia. Saa hiyo kama saa hizi imeshaingia, unaenda kupokea mzigo wako pale pale ndani mle Ubungo mle. Kipindi kile Ubungo kuna wale jamaa wa matoroli, anapokea anaweka kwa toroli, wewe nyuma tu, yeye mbele mpaka dukani, unashushwa pale, unajumulisha, unalipwa keshi, yani mkono wako hauhusiki chochote. Hii faida yake sasa hatari jamani. Lakini unaona wanaofanya ni washerati, ni wanazitapanya zile hela, walevi. Kesho unaenda asubuhi benki, unaingiza hela, na bwana nimekuingizia hela, ingiza mzigo mwingine kiulaini. Yaani unaenda umeulamba mkanda wako, unarudi msafi vile vile. Lakini kuna biashara nyingine ambazo tulizifanya, yaani supana mkononi, muda wote roho mkononi, yaani roho inataka depression na haina kitu, yaani kurudi patupu ni kitu cha kawaida. Yaani kila ndio kama mnamshirikisha ile biashara, hizi biashara zipo, kumbe ni halali, sio haramu, ni halali kabisa. Nikafanya sema sana ni ya msimu, na msimu huwa inakata. Lakini kama una akili mpaka msimu unakata, mshatengeneza hela ndefu. Yaani msimu ukikatika, wewe ni milionea. Sisi tunaambulia, lakini aliyoshika ni mapagani tu. Nani anawanyima watoto wa Mungu wasizione? Shetani anapofusha. Sasa Yesu anasema kuwafanya vipofu kuona tena. Unaona sio ya rohoni tu, mpaka fursa anakuonyesha fanya kile. Unaona Isaka alikuwa anatimka, anaenda Misri, anasema njaa, yaani dunia inatimka, njaa kali, na Isaka naye akaingia humo, njaa kali. Mwambie wewe lima hapo uone kama kuna njaa. Nani anamuonyesha ile fursa ya lima hapo? Roho Mtakatifu. Alipolima
alienda tena Misri. Mimi inaonekana kabisa wale walioenda Misri wengine walishakuolewa huko. Wengine walishakuoa huko, wakadhamia, wakawa wadhamia. Lakini mtoto wa Mungu aliambiwa wewe achana na huo ujinga wa kusema njaka, lima. Alipolima vipimo 100 kwa 100 akauza, akapata chakula tele. Kwa nini hakwenda Misri? Roho wa Bwana aliyekuwa ndani yake alimwonyesha fursa. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata mgawanyo wa chakula Misri, ukisoma ule mgawanyo Yusufu aliofanya, Farao mwenyewe na wasomi wake walicheka. Maana yake Yusufu amwambia pale, tafuta mtu mwenye akili afanye hivyo, asema tupate wapi? Wewe mwenyewe kaa kwenye nafasi. Ile ufahamu wa kugawanya, nitagawa hivi, nitafanya hivi, itakuwa hiki chakula kitakusanywa hivi, kitakusanywa hivi kwa miaka 7. Zile hesabu zile, Roho wa Mungu alikuwa pale. Ndio maana kwa mahesabu aliyomtolea Farao Yusufu, Farao akapiga hesabu wasomi wake kwa elimu ya Kimisri kwa wakati ule. Hakuna msomi wa aina hii ataweza. Akasema hiyo nafasi ikae mwenyewe. Vua hayo manguo ya jela, nenda kavae vizuri kabisa, piga tai, kuanzia saa hizi wewe nafasi ya pili. Chukua pete yangu hii vaa. Amepataje ile nafasi? Roho wa Mungu alikuwa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio aliyefafanua hata zile ndoto. Ndoto zile ziliotwa rohoni. Unajua ukilala ni rohoni. Kwa maana wote tukilala tujuaje tuko wapi. Ni hatari wale ambao wakilala wanakoroma wale ni hatari sana. Maana ukiona koromi tu kuna mawili kazima moja kwa moja. Maana ni kama gari hii ukiona hapa lina mawili. Eza mafuta yameisha au ndio limezimika. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ndoto zinaota roho. Sasa kule rohoni anayekuonyesha ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Yusufu aliweza kuzifafanua zile ndoto kwa sababu Roho wa Bwana Mungu alimwonyesha. Ndoto ya Farao ya aliyoota huyo hapa ni hii na itakuwa hivi. Aliyoota huyo hapa ni hii, majibu yake mpe haya. Alipowapa majibu yao kama siku ya 3 huyo akanywesha tena Farao, siku ya 3 huyo akaenda kanyoma. Nani alimpa ile tafsiri? Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunamhitaji sana huyu Mungu Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Akiwa ndani yako ana msaada wote. Kwa sababu ni Mungu. Mungu ni mweza wa yote. Angalia Rumi 12:1 pale. Bado nakutambulishia kwamba Roho Mtakatifu ni nani? Ni Mungu. Yohana hapa ametuambia Mungu ni roho, nao wamwabudu yeye inawapasa kumwabudu katika roho na kweli. Mungu ni roho, Roho Mtakatifu ni Mungu. Twende Warumi. Warumi 12 mstari wa kwanza. Anasema basi ndugu zangu, na wasii kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu ya maana. Ndio ibada yenu yenye maana. Unautoaje mwili wako kwa Mungu? Basi ndugu, na wasii kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Mwili wako unawezaje kuutoa uwe dhabihu iliyo hai, sadaka iliyo hai? Tukirudi kwa maandiko, Biblia inasema mjui miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ili mwili wako uwe dhabihu iliyo hai, lazima Roho Mtakatifu awe ndani ya mwili wako. Huo mwili wako uko hai kwa mambo ya Mungu. Roho Mtakatifu asipokuwa ndani ya mwili wako, huo mwili wako umekufa. Uko hai kwa mambo ya dhambi. Kwa hiyo anaposema itoeni miili yenu iwe sadaka takatifu, dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, maana yake mpe Roho Mtakatifu au tawale mwili wako. Mpe Mungu mwili wako, yani au tawale, akae ndani yako. Mwili wako uwe hai
atakayofanya haya ni nani? Ni Mungu kukaa ndani yako. Ndio mwili ambao Mungu anakaa, huwezi kuchora tatu. Mungu akikaa kwenye mwili wako, huwezi ukachukua nywele za muhindi ukaweka kichwani, kwa sababu yeye ni Mungu. Yeye ndiye aliumba nywele, hawezi kubali apandikize nywele juu ya nywele. Mungu akiwa ndani yako, huwezi leo unakuta kichwa kimoja wamesuka nywele za buluu, za manjano, ule nao ni wanasema nini ya saizi, changamoto ya akili wanahitaji afya ya akili. Ile ni kukosa afya ya akili. Wewe hujawahi kuona mtu nywele kachana, ni kijana mzuri, Mungu amemuumba vizuri, kazi hapa pana rangi kama mzee hapo, sijui kafanyaje. Hujawahi kuona vijana? Ile ni changamoto ya akili, ile ni afya ya akili. Kwa nini hapo ufanye sijui nyeupe hapa sijui nini? Unatafuta nini? Mahangaiko ya nini? Mateso haya. Kwa hiyo mwili wako ukiutoa kuwa dhabihu takatifu, ili uwe mwili wako mtakatifu, lazima Mungu akae ndani ya mwili wako. Yeye akikaa ndani ya mwili wako, atakukataza kuchora tatu. Na mtu kachora mjusi hapa hivi, kuna mdudu mimi namchukia kama mjusi. Kwanza mambo yake tu nikikuta asubuhi, hata kama nilikuwa sitaki kufagia, nitachukua fagio nifagie. Eti mtu anampenda mjusi mpaka anachora mjusi hapa shingoni. Huyo hata ukimpeleka Milembe, bado pale Milembe hapamtoshi. Kwa sababu unachora mjusi wa nini mwilini mwako? Kwamba wewe ni mjusi. Bwana asifiwe sana. Lakini achana na hao wachora mijusi. Wako mtu anachora mwili wake choro, hata eleweki kachora nini. Basi chora kitu kinachoeleweka. Kachoro choro. Yaani mwili choro. Yeye tena anasema kapendeza. Hivi ni kupendeza kule? Mwili wako utafikiri umetembewa na nyenyele, sijui umetembewa na nini. Kupendeza kule? Hivi ndio tumependezwa. Biblia inasema tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kupendeza. Nimeumbwa mimi kwa jinsi ya ajabu. Yaani wanyama wa mwituni na ndege wa angani wanatamani miili yako. Wanatamani wangepata ufahamu kama wewe. Mnaka chora. Na ngombe nimependeza. Pendeza wapi? Yaani Mungu alipokuumba akasema ni vema umeshakuwa safi, akasema nikaona kuwa ni vema na kupendeza. Kwa hiyo roho wa Mungu kwa kukosekana mwilini, ndio unaona matokeo hayo. Watu wanachora mijusi, mtu anachora nge. Mtu mmoja nimeona juzi kwenye BBC, anatangazwa BBC kwamba amejichora tatu mpaka kawa na kansa ya mwili. Ameharibika. Yeye anatafuta mtu, sijui ampe ngozi, sijui afanyeje, sijui moyo, sijui figo, ampe sijui ngozi. Wangapi sijui aliona ile taarifa kwenye BBC. Ni msanii wa Marekani. Kachora mwili wake, unajua wale wanachora wanavua nguo yote, anachora. Sasa kapata kansa ya ngozi. Ana kansa ya ngozi ambayo ni hatari, na kaipata madaktari ambao umeipata sababu ya kujichora matatu. Kwa hiyo anatafuta mtu sijui abadilishane ngozi, sijui afanyeje. Yuko tayari kumlipa hela nyingi sana. Ni msanii anayejulikana, sijui anaitwa Lily Wines. BBC naangalia saa 3 naona ana hiyo habari. Kansa ya ngozi. Sasa niambie, Mungu alikupa ngozi kama hii, kaichora mpaka imempa kansa. Huyu zipo kweli? Zipo huyo? Hana matatizo ya akili kweli? Anayo. Lakini ndio jamii nasema tujifunze kwa wasanii. Mimi nijifunze kwa msanii. Hivi na wewe unaafiki lile neno msanii ni kioo cha jamii? Hivi unaliafiki lile neno? Sio kioo cha jamii. Kama kioo cha jamii hiyo iliyokengeuka. Mimi kioo changu ni nani? Ni Yesu, neno la Mungu. Msanii kioo cha jamii. Kwa hiyo mimi na mimi nijichole nipate kansa. Kwa sababu unaposema kioo,
Maana yake tujitazame, tumwangalie huyo. Kigosi tunajitazama, si ndio? Unapata kujua nywele zimeviriga, hapa sio pamekaa vibaya. Kwa hiyo nijitazame kwa huyu mchoraji aliyejichora mwili wake. Hajaona mbao zote za kuchorea, kachora mwili wake. Kioo cha jamii. Kosa ni kioo cha jamii. Mimi hilo neno nalikataa. Kama kioo cha kuharibu jamii sawa, hapo tunakubaliana. So kioo cha mimi kujifunza kwake. Neno langu ni taa na ni mwangaza wa njia zetu. Kwa hiyo kioo chako wewe ni neno la Mungu linasema. Neno la Mungu linakuambia kwamba acha hiki, acha. Haleluya kanisa. Kwa hiyo anasema itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Kwa hiyo mwili na utoaji kwa kumruhusu Roho Mtakatifu Mungu atawale mwili wangu. Ili andiko aliwahi kulitumia nabii mmoja vibaya. Ibada ya vijana akawa anafundisha. Hao manabii hao waliokuja tena, anawaambia vijana, toeni miili yenu iwe dhabihu takatifu kwa Mungu. Amesimamia hapo. Amefundisha vibaya kabisa. Baadaye ana mpango na mabinti pale. Mabinti wewe na wewe wakaenda kumuuliza. Akamwambia, yaani mwili huu mbili unipe mimi. Wao akawa ameshalala na mabinti kadhaa pale kanisa. Nabii huyu. Sasa akaja kijana mwingine, Mungu Bwana anawapenda watu wake sana. Japo wao hawampendi. Akaja kijana mwingine akafundisha, akajikuta ametaja na ile wale. Akaanza kulifafanua vizuri yule kijana. Kalifafanua vizuri, anayetoka kanisa lilo hai. Wale mabinti wanalia machozi. Yeye anajua wanalia uwepo labda upako. Kumbe wanaona mbona tumesha tumika vibaya. Baadaye baada imeisha akamfuata yule kijana akasema ile andiko lililo lifafanua ndiko ilivyo. Sema mbona sisi nabii alituambia tufanye moja mbili na tushafanya. Sema alituambia tutoe mwili wetu kwake. Sasa hapo kweli hata wao mwingine wa kujiangalia. Hivi hapo kweli linaelekeza ile andiko toa mwili kwa nabii. Sio wanakamatwa ufahamu. Na yale majamaa yana nguvu ya kushika ufahamu. Unaona mtu anaenda kuchukua hela milioni 30 benki analeta yote. Usifikiri vivi yana nguvu ile ya kipepo ile. Unashika ufahamu kichi. Na unakuta unafanya vitu hata uelewe unafanya nini. Ndio maana waambie huko mnakoenda mmepotea. Wakati ufahamu ulishateka. Kwa hiyo tunautoa mwili kwa kumwacha Roho Mtakatifu atawale huo mwili. Na wakati mwingine unaweza kutumia ile andiko kumwambia Roho Mtakatifu, mimi mwili wangu nimekupa wewe. Hii ni dhabihu takatifu kwako. Sitaki magonjwa kwenye mwili wangu. Sitaki hiki kwenye mwili wangu. Nimetoa dhabihu kwako. Kwa hiyo nakataa hiki na kataa hiki. Unakataa vitu ambavyo vinausonga songa huo mwili wako. Usifurahie mwili wako ambao ni dhabihu kwa Mungu. Hekalu la Roho Mtakatifu. Usifurahie shetani naye aweke vitu vyake. Ameweka hiki, ameweka kile, ameweka kile.